Nimependa kuja kushiriki hii futari jioni ya leo kwa sababu tupo kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini pia sisi wa Kristo tupo kwenye kitu kinaitwa Kwaresma. Kwa hiyo Siglada amekuja hapa katika ujirani. Uislamu unapenda ujirani. Ujirani ule hauchagui dini wala kabila. Jirani yako ndio nduguyo. Na toa ushauri kwa viongozi wengine waige mfano wa kiongozi wetu huyu, mbunge wetu Sigrada Mligo, kwa kujitolea kwa hali na mali na kuhakikisha anaungana nasi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwake mbunge huyu akiwa yeye bado ni mgeni, kwa kufanya kitendo hiki, ina maana kwamba ana asili ya moyo wa kufanya hisani. Nimependa kuja kushiriki hii futari jioni ya leo kwa sababu tupo kwenye mfungo wa Ramadhani, lakini pia sisi wa Kristo tupo kwenye kitu kinaitwa Kwaresma. Kwa hiyo ukiangalia wote tunafanya kitu kile kile cha kuungama dhambi zetu, kumuomba Mungu, kufunga. Unakuta mambo ni yale yale, wote tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikaona kwa sababu wote tunaimba wimbo mmoja wa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu, nikaona sio vibaya na mimi nikaungana na wenzetu hapa msikitini jioni ya leo, kula nao, kufurahi nao. Lakini kilichonifurahisha zaidi, nimewaona watoto wengi sana. Kwa hiyo hongereni kwa malezi, kwa sababu mtoto anafundishwa kutoka mdogo. Amen. Mtoto kama huyu akishafundishwa, njoo mtoto mzuri, akishafundishwa kutoka mdogo mambo ya Mungu, inakuwa ni rahisi sana kwa kuwafundisha watoto wakiwa bado wadogo. Asante. Jua mwezi huu ni mwezi ambao unajiungamanisha na Mungu moja kwa moja. Ni mwezi ambao kama umemkosea Mungu, ndio mwezi pekee wa kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna wakati kibinadamu tunakosea, lakini mwezi huu umewekwa maalum kwa ajili pia ya kutubu dhambi zetu na kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu na kufanya matendo matakatifu, matendo yanayomtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, kutembelea yatima, watu wasiojiweza, magereza. Mungu ametufundisha kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nimefurahi leo kujumuika na wenzetu Waislamu. Mungu anapenda watu ambao wanakaa kwa upendo na utulivu. Kwa hiyo Uislamu ni amani na upendo. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwa kila mtu, ndio maana Uislamu. Ukisema asalamu alaikum, ina maana amani iwe pamoja na wewe. Kila mtu anamtakia mwenzake rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Siglada amekuja hapa katika ujirani. Uislamu unapenda ujirani. Ujirani ule hauchagui dini wala kabila. Jirani yako ndio nduguyo. Kwa hiyo Siglada ni jirani yetu, ni kipenzi chetu, kama hivi alivyofanya matendo ya huruma ya ujirani. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amlipe na amlinde na amwezeshe kumpa mahitaji yake ambayo yenye manufaa duniani na pia katika maisha ya baadaye. Nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika katika kipindi hiki cha funga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta kama ni semina ya uchamungu kwa waumini.
ndio haswa malengo ya funga. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametueleza kuwa nimekufaradhishieni nyinyi funga kama tulivyowafaradhishia watu wa nyakati zilizopita, ili ninyi mkapate ucha Mungu. Lakini juu ya kukirimiwa katika iftari ya siku ya leo na mheshimiwa mbunge wetu Sigrada Mligo, mimi kama imamu katika msikiti huu, kwanza kabisa nitoe shukurani njema za dhati kwa niaba ya waumini kwa kiongozi wetu kwa kufikiri jambo hili, kwa kutunga mkono katika iftari, kwa kutunga mkono katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa toba, mwezi wa machumo. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe malipo mbadala wa hiki alichokitoa. Lakini pia natoa ushauri kwa viongozi wengine waige mfano wa kiongozi wetu huyu, mbunge wetu Sigrada Mligo, kwa kujitolea kwa hali na mali na kuhakikisha anaungana nasi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu sisi Waislamu ni walezi wa viongozi wa vyama vyote. Katika msikiti wetu tunao waumini ambao wana vyama tofauti tofauti. Kwa hiyo maana yake sisi ni walezi wa viongozi wa vyama vyote pamoja na wafuasi wao. Kwa hiyo tunatoa rai kwa viongozi wa vyama vingine vyote waige mfano wa kiongozi wetu huyu, mbunge wetu, mama yetu Sigrada Mligo, na Mwenyezi Mungu amlipe katika hili alilofanya. Waislamu wanapaswa kuzingatia kwanza ni kujenga undugu baina yao, na undugu pia baina ya ndugu zao, majirani zao, hata kama watakuwa si Waislamu, kwa sababu sisi katika Uislamu tumezungumziwa sana juu ya ujirani. Tazame mwenzako, jirani yako, hata kama atakuwa si Muislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimzungumzia jirani mpaka watu wakadhani kuwa huenda ikawa jirani atakuwa na mirathi. Kwa hiyo katika kipindi hiki ni watu kuishi vyema wao kwa wao, kuishi vyema na majirani zao, kuishi vyema na wazazi wao, kuhakikisha hata kama kulikuwa na mafundo walikuwa nayo baina yao, basi yaondoke katika kipindi hiki, ili tuweze kuupata huo ucha Mungu tuliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Penzi baina yenu, kule kushikamana, mkawa ni mkono kwa mkono mnakula, kunaleta mapenzi, na hii imepelekea mpaka kiongozi wetu ameona kuna umuhimu wa kukaa pamoja, yeye pamoja na sisi, ili tuweze kutengeneza mapenzi baina yetu. Penzi baina yenu, kule kushikamana, mkawa ni mkono kwa mkono mnakula, kunaleta mapenzi, na hii imepelekea mpaka kiongozi wetu ameona kuna umuhimu wa kukaa pamoja, yeye pamoja na sisi, ili tuweze kutengeneza mapenzi baina yetu. Mwenyezi Mungu anasema kutoa si utajiri. Ukweli, na Mwenyezi Mungu anasema anayemsaidia mtu ambaye amefunga, yule aliyefunga anapata thawabu zake, na yule aliyempatia ile futari na yeye anapata kama vile amefunga. Kwake mbunge huyu akiwa yeye bado ni mgeni, kwa kufanya kitendo hiki, ina maana kwamba ana asili ya moyo wa kufanya hisani, na ninaomba asikomee hapa na aendelee kutoa hisani hizi kwa watu wengine. Na tunaomba tena pia watu wengine nao waige mfano huu katika kutoa misaada, kuwakirimu wale wenye shida na nini, maana Mwenyezi Mungu anasema kila jambo jema ambalo unalifanya Mwenyezi Mungu analilipa, ubaki hivi hivi.